Mpenzi mtazamaji wa NEC TV, karibu katika kipindi maalum, kipindi ambacho kinaangazia mwenendo wa ujenzi wa ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika eneo la Njedengwa mkoani Dodoma. Njedengwa ni eneo lililopo nje kidogo ya mji wa Dodoma, makao makuu ya nchi, ambapo kama mnavyofahamu, dhamira kuu ya serikali ya awamu ya 5 ni kuhamishia shughuli za kiserikali mkoani Dodoma. Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kama zilivyo taasisi nyingine za serikali, zinatakiwa kuhamia Dodoma, na hapa ndipo mahali ambapo ofisi za NEC zitajengwa. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikiongozwa na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi wametembelea katika eneo hili kwa lengo la kujionea mwenendo wa ujenzi wa ofisi za tume, ujenzi ambao unafanywa na wakala wa majengo yani TBA. Mara baada ya kuwasili katika eneo hili, mkurugenzi wa uchaguzi Bwana Ramadhani Kailima aliwakaribisha wajumbe katika eneo la mradi wa ujenzi wa ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kueleza kuwa mradi huo utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 13. Mwenyekiti na Mheshimiwa Kamishna wa Tume na watendaji wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana kwenye mradi wa ujenzi wa jengo la Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Jengo hili mpaka litakuwa limekamilika itakuwa na thamani ya shilingi bilioni 13. Na awamu ya kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti inahusisha thamani ya shilingi bilioni 11. Itahusisha ujenzi wa jengo kamili la Tume la ghorofa 8, Research Center pamoja na eneo la kuhifadhia maghara. Na mkataba wa ujenzi wa jengo tumesaini mwaka 2017 mwezi Machi, na ikatoa miezi 3 mobilization. Mwezi Julai mradi ule ukawa umeanza, na kwa mujibu wa ratiba tunategemea mradi huu ungepaswa kukamilika mwezi Juni mwaka huu, na Julai wangekabidhi tume kwa ajili ya tume kuweza kuingia kwenye mradi. So far tumeshalipa awamu 2 ya malipo kwa wakandarasi ambao ni TBA. Lipa awamu ya kwanza ya 1.6 billion, na juzi hapa kama siku 3 zilizopita tumelipa awamu ya pili 1.8 billion, almost kama 3.5 billion, kama 32% ya gharama nzima ya mradi. Na taarifa zipo ni kwamba mradi sio umesimama kwa muda kuanzia mwezi Februari. Ukiangalia na kwa mujibu wa mkataba na sheria za ujenzi ni kwamba haikupaswa kusimama hivi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla hatujaendelea mbele nilikuwa nataka tujitambulishe. Baada ya kujitambulisha, then tutakwenda kutembelea kwenye eneo la site. Tukiwa kwenye eneo la site ndio tutakuja hapa kwa ajili ya kupata taarifa kamili ya msimamizi wa mradi, na taarifa kamili kutoka kwa msimamizi wa mradi kwa maana upande wa TBA. Halafu then waheshimiwa wajumbe ndio mtaingia kuchangia na kuuliza maswali na kuweza kufafanuza na kutoa maelekezo yanayostahili. Wajumbe hao walipata fursa ya kutembelea eneo la mradi, ambapo waliweza kutembelea katika jengo la utawala ambapo litajumuisha ofisi za viongozi wakuu wa NEC na watumishi mbalimbali wa tume. Mratibu wa mradi wa ujenzi Injinia Yohana Mashauri aliwaongoza katika maeneo mbalimbali na kutoa maelezo ya kina juu ya maendeleo ya ujenzi huo, ambapo hatua ya msingi katika jengo la utawala ipo mbioni kukamilika. Huko kote ilikuwa tupafikia, yaani tukaona kwamba kufikia eneo lote hili itakuwa ni hasara kubwa, kwa sababu kuna takriban square meter 500 kwa eneo hili hapa. Tulijadiliana na manager lakini pia na mtendaji mkuu, akasema hapana, hii itakuwa ni upotevu mkubwa sana. Kwa hiyo tulichofikiri baadaye ni kwamba eneo hili la nje sasa litakatwa alafu litengenezwe sehemu kama ya walkway kuzunguka jengo. Kwa hiyo hakutakuwa na kufikia tena. Otherwise eneo lote hili la square meter 500 ilikuwa tulijaza kifusi, alafu tutumie portion ile inayobaki kule. Kwa hiyo wanasema hii yote hizi cubicles zote mpaka kule mwisho. Tunaona msingi unapita hapa. Yote mpaka sasa level yake itakuwa katika level ile sasa. Tutajaza mawe, tutaweka mchanga kama vile tulivyofanya blinding, lakini pia tutaweka DPM, ndio karatasi la plastiki kwa ajili ya kuzuia unyevunyevu. Then tutaweka chuma pamoja na chuma tunaita PRC kwa ajili ya kuzuia frost. Tutakapofanya evaluation tutaona tu kama anavyosema kuna baadhi ya item ngani ndogo kama ile kifusi itaondoka. Kile ambacho kilikuwa cha kujaza hapa itaondoka, lakini tutajaribu kuangalia jinsi hapo. Pia
waliweza kutembelea katika maeneo mengine yakiwepo eneo litakapojengwa jengo la kuhifadhia mifumo ya tehama inayojumuisha daftari la kudumu la wapiga kura, kumbi mbalimbali za mikutano, eneo la kutangaza matokeo yani result center, na eneo la maghala ya kuhifadhia vifaa vya uchaguzi. Baada ya kutembelea katika maeneo hayo, tume iliweza kufanya kikao kilichojumuisha wajenzi wa mradi yani TBA, mshauri wa mradi huo kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi, kwa lengo la kujadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na changamoto zinazowakabili katika maendeleo ya mradi huo na namna ya kukamilisha mradi huo kwa wakati kwa mujibu wa makubaliano. Mtu wa ujenzi pamoja na site engineer pamoja na TBA waweze kupewa taarifa rasmi ya uendelezaji wa mradi. Yaani baada ya kutoa taarifa sasa tume yako mwenyekiti kwa ridhaa yako muweze kutoa maelekezo na hatimaye tuweze kuona namna ya kwenda. Mwenyekiti kwa ridhaa yako msasa tukamtishe usimamizi wetu tuweze kuendelea sana. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa tume pamoja na management ya tume ya uchaguzi, kwa niaba ya project manager naomba nitoe tathmini fupi ya mradi wetu huu tangu ulivyoanza na mpaka hapa ulipofikia. Kimsingi kama mkurugenzi wa uchaguzi alivyosema mwanzoni kwamba hii kazi ya ujenzi wa hili jengo lenu wamepewa wakala wa ujenzi Tanzania Buildings Work TBA, na walisaini mkataba mwezi Machi mwaka jana 2017. Wakawa na kipindi cha mobilization ya karibu miezi mitatu ambako tuliwapa site possession kwa kabidhi site rasmi, tuliwakabidhi tarehe 16 Juni mwaka 2017 na wakaanza kazi rasmi tarehe 1 Julai mwaka 2017. Na huu mkataba kwa phase 1 ni mwaka mmoja, siku 365 au miezi 12. Na tangu kipindi kile mpaka sasa hivi kama ambavyo umetembelea site umeona stage ya kazi ilivyo, bado iko kwenye msingi na msingi wenyewe hata bado hujakamilika. Na mkataba kama tulivyosema unaanza tarehe 1 Julai unaisha tarehe 30 Juni 2018, ambao ni tukiangalia kwa tarehe ya leo ni kama tumebakiza miezi mitatu jengo mkataba huo umeisha. Kwa maneno mengine kama kazi ingekuwa inaenda smooth tungekuwa tumeshafika sehemu mbali sana. Sasa kwa hiyo kwa ukiangalia kwa nature activities ambazo kwenye kutegemea na program ya kazi, kwa nature activities ambazo zilitakiwa ziwe zimeshafanyika mpaka sasa hivi na hazijafanyika, ina maana mradi huko nyuma kwa siku 181 base kwenye hii programu ya kazi. Sasa na tumekuwa na correspondence mbalimbali, tumekuwa na vikao mbalimbali kati ya tume pamoja na msimamizi wa mradi ambaye ni Ares University pamoja na wakandarasi. Na changamoto kubwa ambayo kwa upande wetu sisi kama wasimamizi wa mradi tunaiona ni vifaa, materials kama mnavyoona imekuwa ni changamoto kwa mkandarasi. Lakini vile vile hata ukipitia kwenye ripoti zetu, na bahati nzuri tuna mwakilishi wetu hapa ambaye ni clerk of work ambaye yuko daily, yeye yupo hapa kila siku anakuwa na daily report, ana records and then ambazo huwa tunazifanyia compilation na tunazileta tume. Ukiangalia katika issue ya materials, issue ya manpower imekuwa ni changamoto tangu mradi umeanza. Na kama ambavyo mkurugenzi alidokeza mwanzoni ni kwamba hii site imesimama, nafikiri sasa hivi ni karibu mwezi wa pili sasa. Tangu tarehe 6 mwezi wa pili ni kama site imesimama complete. Na
tumejaribu kufanya na mawasiliano na mkandarasi, lakini concern yake kubwa ilikuwa ni kwamba ni issue ya malipo. Nafikiri hata nyie tume aliwaambia, lakini nafikiri kimkataba issue ya malipo haiwezi kuwa ni tatizo, kwa sababu declare na financial capability ya kuweza kufanya kazi. Lakini hata hivyo hajachelewesha malipo kiasi hicho, kwa sababu nakumbuka tangu ameraise claim yake imefika tume, si tumeifanyia kazi within nafikiri less than a week, tumetoa certificate, and then certificate nafikiri tume nao kimkataba kisheria inatakiwa tena, mkataba huu ni wa FIDIC, design and build. Mkandarasi anaweza akacomplain tu kwamba amecheleweshwa malipo kama zitapita siku 56 tangu apate certificate yake. Lakini nashukuru tume tangu certificate tumeitoa, nafikiri ni less than a month, malipo yake yamekuwa effective. Kwa hiyo swala la kuchelewesha upande wa malipo, kwa kweli sisi kwa upande wa wasimamizi tunaona kwamba hilo halikuwa ni hoja. Kwanza kimkataba sio hoja, kwa sababu tunaamini ni mkandarasi ana uwezo, ana financial capability, na ndio maana trust mkampa kazi. Kwa hiyo na hata hivyo upande wa malipo hajacheleweshewa. Na kawaida kabisa kwa stage za kazi hii ni kama tulivyosema, ni design and build, na hata stage za malipo tunaziweka katika milestone, katika performance, kwamba ukimaliza section fulani, sehemu fulani unalipwa. Sasa utaanza kuona kwamba pamoja na nia nzuri ya tume kuwapa advance payment, nafikiri imetolewa kati ya mwezi wa Aprili kama sikosei, kabla hata hajaanza kazi walipata advance ya 15%, about 1.6 billion. Kwa hiyo tangu wamepewa ile advance, wamekuja kuanza kazi, wameweza kumaliza ile milestone ya kwanza, na sio kumaliza in search. Nafikiri tulividiscuss kwenye management, at least kuonyesha kwamba wanaweza kumaliza msingi. Ndio hii January walivoleta hiyo claim yao. Sasa unaweza kuona tangu mwezi wa 7 Julai mpaka mwezi wa tuseme end of the January, ndo ameweza sasa kuweza kuachieve kuafikia hiyo milestone ya kwanza ya msingi. Na sisi kama consultant kwa nia njema kabisa tuliwaomba tume kwamba sisi tunaomba tulipe msingi, tuashumu kwamba umekamilika, in inspection kwamba atamalizia kazi, na tegemea mpaka leo tunavyokuja hivi hata ile sehemu ya kwanza angekuwa ya msingi angekuwa amemaliza, lakini very unfortunately hajafanya chochote na malipo yapo. Sasa kiuhalisia kama tuna miezi 3 jengo hilo limekamilika kama linavyoonekana kwenye hizi picha hapo ubaoni, kwa sababu phase ya pili ambayo ni ya 2.2 bilioni ilikuwa ni kwa ajili ya kumalizia kwenye warehouse kidogo, data center, mambo ya service kidogo na external works. Lakini sehemu kubwa jengo kama jengo kwa ajili ya matumizi litakiwa liishe Juni, miezi 3 kuanzia sasa. Lakini uhalisia ni jengo la ghorofa 8, hatujamaliza msingi. Sasa na hisi ni vizuri wote mshuhudie na tuweze kuwa na the way forward ya kuweza kuona jinsi gani amefika sasa, ili aone, kwa sababu sio kitu cha kuambiwa tu. Mwenyekiti, nashukuru. Okay. Asante sana project manager. Nadhani tumekuelewa. Umetoa maelezo kwa lugha nyepesi kabisa. Hata sisi marehemu nadhani tumepata. Sasa nadhani tutoe nafasi kwa TBA ili uweze kurespond. Sawa, labda tupate taarifa kwanza ya kazi, and then tutarespond kwa haya ambayo project manager ameyasema, and then tuone na way forward nini. Labda nikaribishe mkuu wa
msimamizi mkuu wa mradi atupe picha kwanza tulivyoanza mpaka tulipofika hapa, and then tutaendelea na kujibu shughuli. Karibu sana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti na viongozi wote wa tume kwa ujumla. Labda niseme tu mwanzo, wakati tunaanza na uchimbaji wa msingi, tulikuwa tunatarajia kwamba tungechimba msingi katika siku chache kwa kadri zinavyowezekana, lakini haikuwa hivyo kutokana na hali halisi ilivyokuwa. Ilitulazimu kuanza kutumia baruti, lakini pia na njia mbadala, kwa sababu sehemu kubwa ya uchimbaji wa msingi ilikuwa ni mwamba. Kwa hatukuweza kufika lengo lile la programu ya awali. Kwa sehemu kubwa ya programu yetu ya mwanzo ilianza kupotea mwanzo wakati wa kuchimba msingi. Pamoja na uchimbaji wa msingi, lakini tuliface tatizo la upatikanaji wa kokoto ambalo ili tulishali address several times kwenye vikao. Lakini pia kulikuwa kuna tatizo la fluctuation la gharama ambalo pia lilituweka kwenye nafasi ngumu kidogo, kwa sababu mkataba huu ni fixed, gharama ya nondo na simenti. Lakini haikuwa excuse, isipokuwa haya ambayo yalijitokeza, kwa mfano kama msingi, ndio yalitusogeza mbali sana at least kusukuma mbele muda wa mradi. Baada ya kufanya revision, kwa sababu tulitegemea ile ratiba ya kwanza, jengo ambalo lilikuwa na muda mrefu zaidi ilikuwa ni jengo hili la main office building, ambalo sasa kwa sababu mkataba wote ulikuwa ni wote packages ya majengo yote matatu yako kwenye mkataba mmoja, kwa hiyo tulichukua kama ule muda mwingi zaidi wa jengo kubwa ulibeba haya majengo mengine. Kwa hiyo hata tulipofanya revision ya mkataba ya muda wa kukamilisha jengo, tulikuwa tumepata warehouse tulipata kama miezi 4 kukamilika, lakini result center tulipata miezi 9 na main office building tulipata miezi 10 na siku 8 kutokana na ratiba hiyo ambayo tumerevise na tukaiwasilisha kwenu. Lakini bahati mbaya sana kusema kwamba haijafika, tunaweza tukaangalia tu kama kuna nakala tukakupatia, tulishaiwasilisha kwa muda. Na hii revised program yes. Tume hiyo ilishafika revised? Hapana. Tulikuja kipindi kile tunakuja kwenye kikao cha kamati ya budget ya Wizara ya Fedha, aitoa maneno haya na akasema angetupatia kwa na msimamizi na ujenzi wetu, hatujapata hiyo mwenyekiti. Okay. Yeah, kwa sababu hizo document zipo na of course zilivyotumwa na shindwa kuelewa kwamba zimepotelea wapi njiani, lakini tulishazi submit kwa ajili ya upatikanaji huo. Na katika revision ya muda wa mradi, ina maana hiyo miezi 10 ambayo tulipata kwa jengo hili kubwa ilikuwa inaanzia exact tarehe 1 mwezi wa 3, subject na upatikanaji wa fedha. Lakini kwa kuwa fedha ikupatikana, kwa hiyo naona muda bado unaendelea kusonga mbele. Mengine haya nadhani ya kiutawala zaidi sitaweza kuiongelea kwa kuwa manager yupo, atayaongelea kwa kina. Isipokuwa kwa hili la kusema kwa kuwa wasemaji wengine wa kampuni hawapo, kwa hiyo mengine hayataweza kufikiwa. Huyu ni manager wa brigade wa nchi nzima. Sasa sijui kwamba lazima angekuepo na chief executive au na wengine, kwa sababu huyu ana power ya kutosha tu ya kusema hivyo. Isipokuwa kuna mengine pengine ambayo yalikuwa yanatakiwa yawe addressed pia kwa mtendaji mkuu, lakini kwa sababu manager yuko hapa atayaongelea. Mimi nimeongelea tu haya kama changamoto ambazo zimetupelekea hapa tulikofikia, lakini mengine nadhani naweza kayaongelea manager. Asante. Yeah, asante mwenyekiti na wajumbe. Ya kama alivyosema msimamizi wetu wa site, changamoto ambazo zilizotufikisha hapa tulipofika na ugumu ambao tuliupata mwanzoni ambao hatukutarajia kwenye utekelezaji. Lakini pia ningependa kusema kwamba sisi kama TBA, mtendaji mkuu na timu yake yote, kwanza wako aware kwamba leo mwenyekiti upo hapa na wajumbe wote. Anafahamu hilo na ilikuwa naye ahudhurie, lakini ilikuwa tujinea asubuhi, lakini alipata dharura, yuko njiani ndio anakuja na kwa barabara. Ilikuwa tujitoke tena na flight ya asubuhi, lakini kwa dharura ilitokea, kwa hiyo hakuweza kuondoka na flight ya asubuhi. Kwa lakini nafahamu kwamba mwenyekiti upo hapa na wajumbe anafahamu hilo.
Kingine kama nataka niwatoe wasiwasi kwamba mtendaji mkuu na timu yake yote kwamba ina ufahamu mradi na unaupa kipaumbele kikubwa tu mradi, na sio kwamba kama ilivyosema kwenye kwamba uongozi wa wakala hauna nia ya dhati. Hapana, nia ipo ya dhati kabisa. Ni changamoto ambazo za kiufundi ambazo mkandarasi wote angeweza kukutana nazo, ambazo tusingeweza kuzikwepa. Ni njia ambayo lazima tulikuwa tupite hivyo, vinginevyo tungeweza kujenga kitu ambacho kiko chini ya kiwango ambacho sio dhamira yetu, si kujenga kitu ambacho kiko chini ya kiwango. Lakini sasa changamoto zinapotokea hatuwezi kuzikwepa, lazima tuzikabili na turudi kwa wenzetu, kwa sababu ni serikali, kwamba tunachojenga wote ni mali ya serikali na wote ni serikali, kwa tusije kufanya kitu ambacho kiko chini ya kiwango. Kwa hiyo ningeomba kwamba niliweke sawa wakala na uongozi mzima wa wakala unafahamu mradi na unaupa kipaumbele kikubwa tu, na haujakaa hata siku moja kusema kwamba huu mradi isiupe kipaumbele. Ina ufahamu na unaupa kipaumbele. Kwa kama nilivyosema, msimamizi wa mradi, changamoto walizozipata mpaka zikatufikisha hapo, na TBA kama TBA kwamba imeshajipanga kutekeleza sehemu iliyobaki ya kazi. Kama nilivyosema msimamizi wa mradi kwamba tumeshaandaa program revise ambayo kwa bahati mbaya kama sema tuisubiri lakini haijafika, lakini tutaiwasilisha tena, tutajadili na project manager tuangalie sasa muda ambao tuliopoteza huku nyuma, changamoto ambazo tulizozipitia, then tuangalie sasa way forward kazi zilizobaki tunaomba muda gani labda wa nyongeza ili tuweze kukamilisha zile kazi zilizobaki. Kwa tutakaa pamoja naye tupange vizuri pamoja, and then tuone sasa mradi ambao tumepewa uweze kukamilika. Kwa hiyo tunalifanya, na swala la malipo hili tumesha confirm kwamba malipo tumeshapata. Kwa hiyo hakuna sasa hivi kikwazo kwamba hatuna fedha za kuendesha mradi. Naomba niwatoe wasiwasi. TBA iko imejipanga vizuri kukamilisha mradi. Uongozi huko unafuatilia mradi huu na uko committed, na haya mapungufu yaliyotokea nyuma, changamoto zilizotokea tumeshatoka huko, na pia tuelewe kwamba kwenye ujenzi wote kwenye msingi ndio kwenye changamoto kubwa, na ndiko ambako kidogo kunakuwa na plus or minus, kwa sababu utarajii unapokuja kuchimba msingi utarajii utakuta mwamba kwa kiasi kile, na tukutarajia tukakutana hizo changamoto zote. Kwa ndio maana imetuchukua muda mrefu kidogo kukamilisha hii sehemu hii ya msingi, lakini sehemu kubwa ya changamoto tumeshatoka kwa sasa hivi, na tumeshapata fedha. Kwa hiyo amshua kwamba tutakwenda kwa kasi, tutakaa na wenzetu, tutashirikiana nao kupitia kile ambacho sisi tumekiandaa. Sasa tunaona kama this is the way forward ambao tunaona sasa tunaweza tukakwenda tukatoka hapa na tukafikia yale malengo. Naomba kuwasilisha mwenyekiti. Asante. Naona tumewasikiliza upande wa project manager. Yes. Na hawa ni contractors. Yeah. Kwa maana ya kuchangia, mimi ningeona kwamba katika mradi huu tungejiwekea misingi ambayo ni serious. Mradi huu tungetoa politics, yani siasa au maelezo ya kisiasa, tukizingatia hiyo as the critical principle ya kuzingatia kwamba to face facts, au sio, to face facts za mradi huu. Bahati nzuri nyie mmezieleza kwamba huu ni mradi
kitaifa very serious, na yule aliyependekeza kwamba jengo lijengwe hapa na anticipate kupokea fomu yake kutoka katika jengo hili and not otherwise. Fact nyingine ni kwamba fedha za mradi huu zipo. Ndio maana nilikuwa nasema kwamba tukiweka siasa pembeni tunaweza tukaenda vizuri. Sasa issue kwa mfano inayojitokeza hapa inayokuwa projected ni kwamba kulikuwa na kukwama kwa fedha. But izuri jibu niye mlitoa nyie wenyewe kwamba at no time, kwa maana ya malipo hakuna kilichocheleweshwa. Sasa pengine tutakuja tupate pengine clarification ili tuende vizuri, au labda kabla hatujaendelea hili nalo tulipate clarification. Hii mliokuwa mnazungumza kwamba tatizo ni fedha, can you clarify kwamba fedha kutoka wapi? Tatizo hili la kifedha ambalo ikiwa ni changamoto mojawapo hii maana pesa as far as we know ni kwamba zimetengwa rasmi kwa ajili ya mradi huu, kwamba zipo, na fedha hizi sio kwamba zipo jana au juzi, zimekuwepo kabla hata nyie hamjateuliwa kwa wakandarasi, au sio? This money has always been there. Sasa ili tuelewe vizuri na tuweze kutako future problems za kifinance, tuelewe vizuri hii tatizo la kifedha hili mnalizungumzia kwenye context ipi, ili na sisi tutakaporudi huko sasa tuanze kujipanga kwamba hili tatizo hili lililojitokeza la kifedha tuweze kulitako. Pengine tupate ufafanuzi wa contractor au manager kwamba hili tuende nalo, this is a serious issue. Ni malipo ya kusapoti ya zile certificate ambazo tunazo. Certificates zimetoka ngapi so far? Zimetoka ni moja. Kwa hiyo muli raise lini ili twende vizuri? Labda mwisho mwenyekiti niseme. Yes. Niseme jambo moja, tokea mradi unaanza kulikuwa na changamoto ya ZTBA kutaka kumtambua msimamizi wetu wa ujenzi. Kwa kuna baadhi ya vitu walikuwa wanamwandikia mkurugenzi wa uchaguzi moja kwa moja. Wakati kama akiwa project manager na sisi tunashapata wasimamizi wetu wa ujenzi, wanatakiwa muandikie yeye. Yeye na tuandikia sisi. Yes. Tunawasiliana naye clear kila kitu. Yes. Hawa ardhi waliwasi kwa mujibu wa ratiba yao, kwa sababu kila malipo yanakuja yanalipwa kwa awamu na kitu gani kimetekelezwa. Yes. Awamu ya kwanza kabisa walipopata ile 15%, yes, tuliwalipa pia na wasimamizi wetu wa mradi. Yes. Kwa wakati mmoja. Yes. Kwamba kazi fulani zakiwa zitengenezwe kwa kutumia hiyo fedha iliyokuwa imepelekwa. Hapa hizo 1.6. Yes. Sasa kazi zikawa zimekwenda kwa mujibu wa ratiba ya chuo cha ardhi ya usimamizi wetu wa mradi. Miezi ya usimamizi ilikuwa imefikia, walipe awamu nyingine. Ardhi wakaclaim madai kwetu. Mimi nikasema kama ni hivyo, hebu tuambie ardhi waulize TBA hawajafikia wakati wa kudai kulingana na mahitaji yao. Ardhi wakasema kwa fedha mliowalipa na kazi iliyofanyika bado fedha ile, yani thamani ya kilichotengenezwa pale hakina thamani ya 1.6 bilioni. Lazima zile za mwanzo lazima wafikie kiwango fulani. Wamelipa hizi fedha, hata ile thamani ya 1.6 haijakuwepo pale chini. Zile za mwanzoni. Kwa hiyo unaposema tatizo ni fedha, unashindwa kujua fedha zipi wakati hata zile 1.6 kilicholala pale chini hakina thamani hiyo. Kwa hiyo nasema kutoa maelezo aseme kwamba ni yapi hiyo thamani, fedha imecheleweshwa vipi? Hata usiku wa 56 kwa mujibu wa mkataba hazijafika. Imecheleweshaje fedha kuelezewa kwa mradi? Na saizi site yote imefungwa. Kwanza mshukuru wetu tulikuwa na jadili hapo, kama wana claim hiyo basi watoe maelezo mazuri tumeielewe kwamba je, hizo fedha ni kweli? Na tumewalipa fedha hizi mwisho mwenyekiti tokea tarehe 16 mwezi huu wa 3. Ndio anachosema msimamizi wa ujenzi, tokea tarehe 16 fedha zimeingia. Na mimi bahati nzuri mwisho mwenyekiti siku ya tarehe 16 alinipigia mtendaji mkuu, akaniambia nashukuru sana nimeona fedha zimeingia. Nimeletewa remittance letter hapa. Niko na management yangu tunakwenda kujimobilize, na nikamwambia tumeelekeza atakwenda Dodoma.
Na jana nimeongea naye akanijibu kwenye message, nashukuru kunikumbusha, tutakutana Dodoma. Kwa hiyo fedha tumewalipa, lakini mpaka leo hakuna mobilization yoyote ambayo nadhani kukuta site iko kimya. Kwa hiyo kama wakisema changamoto ya fedha kivipi, kama wanasema ni vyema kwa leader wakaweka wazi kabisa, ikieleweka fedha hatuwalipi, fedha ni misuse ya fedha wao wenyewe, au fedha certificates zilikuwa zinatoka kama limemuelewa Kiro anasema certificates zilikuwa zinatoka zilikuwa hazilipo, si ndio? Tukiwa factual leo tutakwenda vizuri, au si? Wewe mwenyewe ndio umesema kutokana na certificates tena umetumia plural. Mimi bahati nzuri pasikio ya kizee, lakini bado na kapcha kidogo. Kwa hiyo ni sasa tatizo, sasa kama ni certificate, kwa hiyo tatizo ni certificate. Ni certificate moja bado ilikuwa raise. Ni tatizo hilo. Ndio ilikuwa tatizo la ku raise au la kulipwa hiyo certificate. Ya kama alivyosema mkurugenzi ni ile communication line. Na ndio mara tulikuwa tunasema hiyo certificate imekuwa raised lini, ili tuweze kujua hapa lilikuwa ni tatizo kwamba malipo yamefanya nini, yamechelewa. Ndio tunataka kucapture hiyo. Barua yao wameandika tarehe 13 Februari. 13 Februari tume hiyo certificate. Okay, kwa hiyo ndio certificate tume imefika tarehe 22 mwezi Februari. Na sisi tukaiprocess iende kwa wasimamizi wetu wa mradi. Sisi tulitoa certificate. 28 mwezi wa pili wametoa certificate. Ndani ya siku 6. Malipo yamefanyika tarehe 16 Machi. Kwa hiyo problem ya finance iliyokuwa inazungumzwa hapa kwamba changamoto, maana changamoto zilikuwa itemized. Moja ikawa ni ile mwamba ule, si ndio? Pili finance. Kwa hiyo hii ndio changamoto mnayo make reference to ya hii certificate. Kwa upande wa malipo ni certificate moja kwa finance. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni problem. Kuanzia mwezi tarehe 6. Kuanzia tarehe 10 imekuwa raise tarehe ngapi? Wameandika wao tarehe 13, tume imeingia tarehe 22. Kuanzia tarehe 12. Kwa hiyo haya ni hivi hii changamoto sijui, lakini hii changamoto kwa maelezo haya yanayotolewa inao uzito, inaweza ikaegemewa kama ni changamoto ya kuchelewesha mradi. Ndugu hilo, certificate iliyokuwa raised tarehe 13 tarehe 22 February na mpaka leo ni mwezi mzima, si ndio? Yes, ni mwezi. Wameshalipwa tayari. Nimekusikia vizuri, wewe ulikuwa unasema kwamba kwa mujibu wa taratibu zenu za kiujenzi, sijui ya kiujenzi, kwamba malipo yanakuwa deemed kwamba yamecheleweshwa kama siku 50 ngapi? 56. Yes. Tangu wapate certificate. Sio tangu adai. Tangu wapate certificate. Tangu wapate certificate. Yes. Na certificate ilifika tume tarehe 28. Yes. Ikalipwa tarehe 16. Ndani ya wiki mbili. Yes. Sasa contract nilikuwa hapa nichangie kidogo hapo kwenye swala la malipo. Yes. Yes. Kama mkurugenzi alivyosema, mwezi Septemba mwaka jana tume walisema kabisa kwamba hizi hela huwa tunaziomba kwa mafungu. Kwa hiyo sisi tulivyoomba wakasema hebu ongeeni na mkandarasi kama ana chochote anachoweza kudai alete madai yake, ili sasa sisi tu include kuomba hazina ilipo nao walipo. Sisi tuliwashauri tukawaambia kwamba wameshawapa advance ya 1.6 bilioni na kazi wameanza Julai na mpaka Septemba. Mkienda kwenye rekodi zetu na wajumbe mlikuwa mnakuja hapa, mtakujua mpaka Septemba bado walikuwa wanachimba. Kwa hiyo there is no way ambapo sisi tungeweza kusema kabisa kwamba hao walipo, na kweli hawakudai. Ilipofika hata ya malipo tunayosema wanaodai, nafikiri dapo tutakuwa ni shahidi. Kuna kikao cha management walimtuma mwakilishi, wakasema tumeleta tumeandaa malipo yetu, claim yetu ya kulipwa. Mwenyekiti, sisi na ndugu Hamisi ni shahidi,
client alikuwa anamuomba tena mkandarasi alete hiyo claim. Hata hiyo claim kuletwa ni tume wame make follow up. Tumeremind sisi, tumeremind tume kuleta hiyo claim tu, ambao wao kwenye management walituma mwakilishi wakasema kwamba tuna changamoto ya kifedha na nini, kuna malipo tumeandaa. Tukawaambia kwenye kile kikao, leteni basi ya malipo kama yalikuwepo tayari, kwa sababu walisema tayari malipo yapo, na kama hivyo wanavyosema kwamba sisi tumeshaleta yako na nini, tumesha submit kama hii program wanavyosema. Hii program mwenyekiti tumeiomba tangu tunaanza kazi, na mkurugenzi ni shahidi alivyosema. Kikao cha mwisho mimi sikuwepo, lakini the same statement wamesema tayari malipo claim yao tumeiomba, tuna remind leteni basi hiyo claim. Na hiyo mkurugenzi kama anavyosema tumalipa advance ya 1.6 billion kwa milestone. Ukiangalia kwa phase kulingana na tunaangalia stage ya kazi, tunaangalia na ile price offer yao walioleta. Tuna nzuri inajieleza kwamba tukimaliza misingi yote ni 2.8 billion. Na ni respond hicho kitu cha umwamba tu kweli. Mashauzi ulikuwa hujafika hapo. Na engineer Manyiri na wale management hapa. Hiyo swala la mwamba ni kweli lilisumbua. Lakini by that time mpaka mwezi wa 8 issue of excavation ilikuwa imeshaisha. Baada ya roko kuisha, na hata kwenye minutes, kwa sababu zuri minutes zipo na wanasaini, twende nyuma kwenye minutes. Issue excavation haikuwa issue. Issue ilikuja baadaye ni kokoto ni nondo. Ni kokoto ni nondo. Sasa hivi imekuja ni malipo. Lakini twende kwenye record, na sisi tunazo record zote. Okay, nimekuelewa. Sasa mimi nataka tukubalia, narudia tena. Hapa lazima tukitaka twende vizuri, kwa sababu kama mlivyosema sisi ni taasisi zote za serikali. Ile politicking narudia tena hiyo. Politicking weka pembeni. Tuwe factual. Facts. Na kwa maelezo mnayotoa, facts zote ziko laid bare. Yaani ziko wazi, hakuna kinachojificha, au sio? Sasa kwa maelezo yaliyotolewa contractors na nani, kwamba msingi wa madai kwamba fedha lilikuwa ni kikwazo, kwa kweli msingi huko valid. Tukubaliane tu. Kuna sababu yoyote ya kupeperusha bendera ya kwamba kulikuwa na tatizo la fedha katika mradi huu linaweza kwa maelezo haya ambayo bahati nzuri yana vielelezo vyake. Yaani vipo, yani havijifichi. Barua zilizokuwa zinakuja, certificate imekuwa raised lini, barua imefika lini, malipo yamefanyika lini. Yaani vitu vyote viko bare. Hakuna kinachojificha. Hivi justifiably mtu unaweza ukasimama ukasema kwamba kwa mazingira haya, unless kuwe na kitu kingine, unaweza ukasema kwamba finance ilikuwa ni issue ya kuchelewesha mradi? Sio. Kwa hiyo maelezo yanayotolewa popote pale yanapotolewa ya kwamba finance ilikuwa nani, kwa hiyo sio issue, au sio? Okay, issue nyingine inayokuja inabaki ya mwamba, au sio? Changamoto zilizotolewa, au sio? Maelezo uliotoa umesema mwamba ni factual kwamba mwamba ulikuwa ni tatizo mwanzoni, lakini kuja kufika August mwaka jana hiyo issue ilishakuwa resolved. Hivi leo hii tarehe ngapi? Tarehe 22. Mtu justifiably unaweza ukasimama ukaegemea kwenye tatizo la mwamba kwamba ni problem. Mr. Ki, hivi mtu leo hii tarehe 22 mwezi March unaweza ukasimama justifiably issue iliyokuwa resolved sometimes in August ukasema kwamba it has been a problem, na kwamba problem hii ndiyo imeifanya mradi ucheleweshwe? Labda
labda niseme hivi. Yes. Katika delays ambazo alikuwa anazielezea project manager hapa. Yes. Nasema mpaka sasa zimekuwa kufikia siku 181 kama miezi 6. Yes. Kwa hiyo hiki ambacho tulikuwa tukielezea hapa cha mwamba, yes, si tatizo ambalo liko kwa sasa. Yes. Tatizo ambalo limeaccrue initially kwamba liliwa derail. Exactly. Sasa ile delays, kwa hiyo ndio pengine nikusaidie tu. Pengine unachotaka kusema ni kwamba basi hiyo siku ambazo zinatamkwa kwamba mradi uko nyuma iwe ni minus minus zile siku ambazo mlikuwa derailed katika mwamba. Labda kwa hiyo sasa kwa maana hiyo ulikuwa unazungumzia hizo delay iliyotokea kutokana na mwamba. Exactly. Accumulation ya delays. Yeah. Kwa hiyo accumulation ya delay au delays? Kwa sababu sio item moja iliyosababisha delays zote hizi. Yes. Yaani kuna mwamba, sijui labda kuna kokoto, kuna mvua kidogo hapa siku kadhaa. Sasa hizo kuja kuzijumlisha tunakuta zinafikia huko. Sasa nyie mkikalculate mnapata how much? Kwa sababu ili tuweze kufoot appropriately hizi 184 days. Nyinyi kwa maoni yenu kama mngekuwa mna present hii mata mngesema kwamba mmedelay for how many days? Kiachilia mbali hizi ambazo zilikuwa zimehesabiwa baada ya mradi kusimama. Yes. Tulikuwa tuna siku 155 ambazo mmedelay. Yeah. Aha. Kwamba ukiondoa ile nani yote hii. Ukiondoa hizi za kuanzia mwezi wa pili. Okay. Kwa hiyo sasa basi tumeshafika mahali pazuri kwamba tunaondoa hili tatizo la finance kwamba ndio ilikuwa ina delay au sio? Alafu tunaondoa hii ukizidisha ile 181 days na hii mnayokubali kwamba mmechelewa ni 155 days, si ndio? Yes. Ambayo ni anyway delay nayo inakuwa ni insignificant au sio? Hii ya mwamba ukicompare ni kweli mwenyekiti, kwa sababu hata kama wamedelay, tuseme kwamba tuashumu kwamba mpaka mwisho wa August ndio wamemaliza kuchimba. Yes. Kwa hiyo kama ni delay due to rock tutaiweka ni mwezi mmoja, kwa sababu ule mwezi mwingine ni no excavation. Kwa sababu hata kusingekuwa na mwamba lazima wangechimba. Yes. Kwa hiyo ndio maana tunasema kama walichelewa kutoka tarehe 1 Julai mpaka tarehe 31 August. Yes. Kwa sababu walikuta mwamba, tutoe basi ule mwezi mmoja. Yes. Kwamba kama wasingekuta mwamba wangemaliza Julai tarehe 31. Ila kwa sababu walikuta mwamba tunaashumu ndio maana wakamaliza tarehe 31 August. Kwa hiyo sasa katika hizo delay zao tutoe 30 days ambayo ndio due to rock. Sasa ndio wanasema kwamba delay ambayo inakuwa accepted as far as they are concerned ni 155 days kama nimekuelewa, si ndio? Okay. Sawa. Ila sasa mimi nilichokuwa nataka cha msingi tukubaliane kwamba finance has never been a problem. Kwa hiyo msije mkai advance anywhere. Ama hapa au mahali popote kwamba malipo yamekuwa ndio kikwazo, ndio tatizo. Hilo tunaondokana nalo. 2. Ukikompare hiyo 30 days delay na 155 days unakuta 30 days ya ile mwamba nayo inakuwa ni insignificant. Kwa hiyo delays ambazo zilikuwa hazina basis au good basis ni hii 155 days. Kwa hiyo ni delay. Kwa hiyo sasa kama tulivyosema kwamba tuwe factual kwamba hapa kwa kweli kumekuwa na go slow ya hiyo 155 days without any reasonable cause. Tukubaliane tu, hakuna haja ya kunani. Sasa hivyo kama ni ndivyo, TBA mnasema kwamba sasa hivi mmeshajikusanya nguvu au sio? Na kwamba hakutakuwa na any further delay. Ndicho mnacho promise.
hakutakuwa na any further delay, au sio? Mbona sauti yako haiko? Ndio. Ndio. Tunataka commitment. Commitment. Marage sasa sisi tunataka, marage sisi hatuna muda kuja hapa kila siku. Na hapa tunataka tuondoke na kila kitu kwamba hapa ni delay ya 155 days without any reasonable cause. Na ni delay ambayo inakuwa admitted kwa upande wa TBA. Kwa hiyo tusije tukarudi nyuma tena, au anywhere mtu yeyote atakayeulizwa kati mnaanza recount. Tumeiondoa hapa tena kwa hoja zilizotoka kwenu. Kwa hiyo tunakubaliana vile vile kwamba that was a pure misrepresentation of facts ambazo ndio tunazizungumzia hapa, si ndio? Kwa hiyo mpo tayari vile vile kumjulisha sasa na kumpa taarifa sahihi yule waziri aliyekuja na kupokea a wrong information. Ili nayo tunataka, yani tuondoke hapa, tunataka ile the slate should be clean. Na ndio tunatafuta way forward, au sio? Kwa hiyo kwa upande wa TBA mpo nani, na tutafuatilia kumjulisha naibu waziri aliyepata hiyo wrong information. Unajua uzuri wa kila kitu, facts zote zipo. Na inaweza ikaonga very bad ikiwa hiyo wrong information akaenda akaiamplify elsewhere, alafu baadaye ikaje ikajulikana kwamba it was wrong, na kuja kuweka mambo sawa inaweza ikaleta ikawa tabu. Afadhali tukubaliane kwamba immediately hii error, if it is, basi iwe rectified, kwa maana ya kumjulisha yule waziri aliyekuja hapa kwamba that information was wrong, na hiyo barua kopi yake ipate tume, kwa sababu it was an implied accusation kwa upande wa tume kwamba haijatekeleza wajibu wake wa kuwalipa hela, while in fact hizo fedha zilikuwepo tangu hata kabla mradi haujaanza. Na mtu mwingine anaye think widely anaweza kusema kwamba that was a mudslinging. Ilikuwa ni mudslinging. Watu watume kwamba hawalipi fedha, hawatimizi wajibu wao. Sasa hizi facts ndio tulikuwa nimeona kwamba yani tuweke vitu vizuri, tuondoke hapa kila kitu tumekikilia vizuri, ili kwamba kama tunaanza kwenye slate ambayo ni clean.